Hali za wakati huu. Leo nataka tuongelee issue kuhusu uchaguzi wa kazi, hasa kwa wanafunzi ambao bado wako mashuleni au wale ambao wapo katika harakati za kusoma kwa lengo la kuwa watu fulani au kwa lengo la kuja kufanya kazi fulani. Wataalamu wa ushauri na unasihi wamejaribu kutoa nadharia tofauti tofauti ambazo zinaweza zikawasaidia wanafunzi katika uchaguzi wao wa kazi. Lakini mimi leo nitaenda direct kuangalia mambo ya kuzingatiwa na mwanafunzi katika kuchagua masomo yanayoendana na kazi wanazozipenda. Mambo ambayo mwanafunzi anatakiwa kuzingatia katika uchaguzi wa masomo ili kuendana na kazi wanazozipenda. Jambo la kwanza ambalo mwanafunzi anatakiwa kuzingatia, anatakiwa kubainisha kazi anayoipenda na kulinganisha na umahiri wa taaluma. Maana yake kubainisha kazi anazozipenda, lakini pia na kulinganisha na umahiri wake wa taaluma. Ina maana gani? Maana yake ni kwamba mimi nataka kuwa daktari. Baada ya kubainisha kwamba nataka kuwa daktari, maana yake ni kwamba sasa arudi kuangalia kwamba je, kama nataka kuwa daktari, natakiwa kusoma masomo gani? Natakiwa kusoma labda PCB. Je, PCB kweli ninaweza kuifanya vizuri? Je, ninaweza kufaulu kwa kiwango cha juu zaidi ili mwisho wa siku nije nikupata chance ya kwenda kusomea udaktari? Kwa maana yake ni kwamba aangalie masomo, abainishe kazi anazotaka kuzifanya, lakini pia ahusianisha na masomo yake anayoyasoma au ahusianishe na uwezo wake wa kitaaluma katika hizo kazi anazotaka kuja kusomea. Mfano, mimi nataka kusomea labda nataka kuwa rubani. Je, una uhakika masomo unayosomea yanaendana na hiyo kazi ya kuja kuwa rubani? Je, una uhakika masomo unayoyasomea unayafaulu vizuri mpaka yaje ya kufanye uweze kuwa rubani? Na hii imesababisha wengi ndoto zao kuweza kuishia njiani. Kwa sababu gani? Unakuta anataka kusomea kitu fulani, lakini uwezo wake wa kitaaluma unaomtaka awe nao kwenda kusomea kile kitu unakuta hana. Ndio unakuta mtu anaishia njiani. Lakini jambo la pili ambalo wanatakiwa kuzingatia, kujua fani zilizopo kwenye jamii husika na uwezo wa jamii yake kuweza kumsaidia kupata hiyo fani. Kujua fani zilizopo katika jamii yake, lakini pia na uwezo wa jamii yake kuweza kumpatia hiyo fani. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba mimi nataka kusomea urubani. Je, kwenye nchi yako, kwenye jamii yako kuna hivyo vyuo vya urubani? Mimi nataka kuwa mtu fulani. Je, kwenye jamii yako hiyo kozi unayotaka kuisomea ipo kweli? Je, inatolewa kwa kiwango kile ambacho wewe unataka? Lakini pia achana na hilo. Je, jamii yako wana uwezo wa kukusomesha uweze kuipata hiyo fani ambayo unaisomea? Au umechagua kozi ambayo wakati mwingine jamii yako haina uwezo wa kukusaidia kuweza kuifikia hiyo kozi. Labda inaweza ikawa kulingana na masuala ya kiuchumi, au inaweza ikawa ni sababu nyingine tofauti. Au unakuta hiyo fani uliyoichagua inakuhitaji uende nje ya nchi. Kwa nchi yako labda unakuta haipo, lakini sasa je, jamii yako wana uwezo wa kukupeleka kwenda kusomea hicho kitu huko nje ya nchi? Hilo nalo linakuwa ni tatizo. Lakini jambo la tatu na la mwisho la kuzingatia ni kujua namna ya kuianisha kati ya kupenda, kuweza na upatikanaji wa fani husika. Kujua namna ya kuianisha kati ya kupenda, kuweza na uwezekano wa kupatikana hiyo fani. Wajue kutofautisha kati ya kupenda na kuweza. Unaweza ukawa unapenda kuwa daktari, lakini je, unaweza kuwa daktari? Unaweza ukawa unapenda kuwa mwanasheria, lakini je, unaweza kukariri vifungo vya sheria? Unaweza ukawa unapenda kuwa mwalimu, lakini je, unaweza? Kwa maana yake ni kwamba wajue kutofautisha kati ya kupenda
na kuweza. Unaweza kuwa unapenda kitu lakini kukiweza haukiwezi. Au unaweza kuwa unakiweza kitu kukisomea lakini haukipendi. Kwa maana ni kwamba kama unaweza kukisomea lakini haukipendi, maana kwenye utendaji wako wa kazi, kwenye hiyo kazi lazima itakuwa ni shida, hautaifanya inavyotakiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hicho kitu haukipendi. Lakini unaweza kuwa unapenda lakini uwezo wa wewe kukiweza unakuwa hauna. Kwa hiyo sasa watu wa ushauri na unasihi wamejaribu kutoa mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia wewe katika uchaguzi wako wa kazi, na hayo yanaweza yakakusaidia.